Hi guys, welcome to my YouTube channel. Guys, today I have a special surprise for you. So, ninafahamu kwamba huyu mtakuwa mnamfahamu. Kwangu mimi ni kaka, lakini ni mtu ambaye I look up to. Ni mmoja wa watangazaji ambao wanafanya kazi nzuri sana. So, nimekutana naye leo kwenye trend nikasema, okay, ngoja niwaletee subscribers wangu story fupi ya huyu mtu. Hi Ricky. Hi Chila. How are you? I'm good. Are you excited? Oh my God, thank you. Vlog na t-shirt. Ndio. Yeah. Okay. Ricky, jina lako kamili ni nani? Achana na Ricky Media. Mimi ni Frederick. Okay. Didas Peter Kisalala. So Ricky imetoka kwenye Frederick. Yeah, ni suffix. Oh, nice. Unapenda kitu gani kwenye maisha? Napenda kuwa na amani. Amani. Amani ya moyo wangu. Ni mtu gani anakupa amani kwenye maisha yako? Mimi mwenyewe. Wewe mwenyewe? Yeah. Okay, this is interesting. Mimi nimezoea nikipiga story na watu nikiuza baa, wewe mtu gani anakupa amani? Kuna mtu ananiambia mzazi wangu, mwingine ananiambia mimi mpenzi wangu, najua hivyo. Wewe mwenyewe unajipaje furaha? Mimi najipa amani mimi. Yaani mimi mwenyewe binafsi. Yeah. And I love that. Unajua kama utegemei amani yako upewe na mtu mwingine, maisha wewe you are always happy. Of course. Lazima kutana hicho. Yaani kama ukipewa na mtu mwingine kuna siku kaondoka. Yeah. Hata mzazi kuna muda anakuuza. Au ni kweli. Unapishana na mzazi unakuwa una amani. Lakini mwenyewe ni rahisi pia kujionea huruma. Hamna mtu anaweza kukaa ajifanyie vitu vibaya kwa ajili yake mwenyewe. Tunataka kujifanyia vitu vizuri. Okay. Mimi nakufahamu ulianza muziki kwanza, si ndivyo? Guys, msiojua Ricky ni mwanamuziki jamani. Nilikuwa nawaambia hivi watu wasiojua Ricky ni msanii. Ulikuwa unaimba? No, sikuwa naimba, nilikuwa na rap. Actually, mtu wa hip hop. Kwa nini uliacha? Maisha. Unajua kila kitu unafanya kwa time frame Kuna age inafika unatakiwa ufanye vitu fulani, ujaribu kitu fulani. Kuna age, mbona kama age yako hapo Tila ni ya kujaribu kila kitu. Sawa. Haiwezekani una miaka 35 bado 35, 30, yani miaka 30 kwenda mbele bado unajaribu vitu, haitakiwi. Kuna umri ukifika unatakiwa, hasa sisi wanaume, unatakiwa ushajua unataka kufanya nini kwenye maisha yako. Huwezi kufika miaka 30 bado unajaribu hicho. No, lazima utafute kitu kimoja kwanza, ukistiki simame, alafu unaweza kujaribu vitu vingine. Okay. Wewe ni mmoja kati ya watu ambao wanafanya vizuri sana kwenye media. Ulijuaje kwamba okay, sasa nimejaribu hip hop, sasa hivi napumzika? Wewe pia ni mwalimu kwa wasiojua, ila sasa hivi nataka kufanya media. Kwanza kama unavyosema kwamba nilikuwa nafanya music Okay. Wakati niko chuo nafanya music. So ulimwengu entertainment ni ulimwengu ambao mimi naufahamu na nimeishi. Kwa hiyo napenda kuishi kwenye entertainment. So niliamua tu kuiturn my passion into job. Okay. Passion yangu ikaenda kwa kazi sasa. Nice. Kitu gani kinakukera kwenye hii industry ya utangazaji? Ujuaji. Okay. Ujuaji. Ujuaji kivipi? Watangazaji wajuaji au wasikilizaji wajuaji au? Yaani wote ni wajuaji. Alafu ujuaji wa Tanzania ni kwamba huwa tunajikuta tunazikosoa biashara za watu, wakati sisi kwenye biashara zetu wenyewe tuna changamoto ambazo kimsingi ndio yaani tunavukaga mpaka wa kukosoa kitaaluma, tunaingia kwenye biashara. Yaani tunaenda pasu alafu bila kujua. Yaani wengi tunazungumzia vitu ambavyo hatuvijui. Mfano, unaweza kuzungumzia challenge ya wasanii. Okay. Wewe hujawahi kuiface au hujui challenge zao na kutaja challenge gani. Unataka kusema aende kimataifa. Wewe unajua kimataifa wanaenda. Ricky ananisema mimi jamani. Aende kimataifa sawa. Wewe unajua kimataifa kuna nini? Mbona wewe hujaenda? Kwani wewe ngoja nikwambie, mbona hujaenda? Alafu sio hivyo tu. Of course unaweza kuongea kwa logic, ukawa na sababu zako zile ambazo zinaonekana. Lakini lazima udig down, ujue kuna nini. Sisi tumesikia kuna mambo kina Pididi. Tumesikia kuna mambo ya kina yes, you see? Kwa hiyo entertainment industry ina mambo mengi ya siri. Na sio entertainment industry pekee yake. Biashara yote ina dark side ambayo wengi hawakwambii. Ukisha turn into that business ndio unajua. Unaelewa? Kwa hiyo sometimes wakati tunaongea usisahau kwamba hawa watu hatujui tunakutana nao. Siku moja tukae na wasanii watueleze changamoto kutana nazo. Sio zile za kusema tu kwamba tunabaniwa zenyewe ambazo hawasemi. Okay.
Guys, mkono wangu unaniuma. Ngoja nibadilishe mkono afu tunaendelea. Guys, naendelea na Ricky na hapa alikuwa ananielezea kwamba anachukia sana watu wajuaji kwenye biashara. Kipo babe. Kipo sex anaitwa. Kipo sexy. Kipo sex. Naona aibu jamani. Wewe. Aibu gani? Mpenzi wa Mama Chanja. Okay, Ricky. Tuendelee hapo. Ukiachana na hiyo, ni changamoto gani nyingine unakumbana nayo? Changamoto tila siku nyingi. Lakini kwangu changamoto kubwa sana ni familia. Okay, upati muda kukaa na familia. Yani that's the biggest challenge ambayo nakutana nayo. Wewe ni mtu wa familia sana? Of course, okay. Family guy. Kazi yetu, mfano mimi na miaka 7 sasa naifanya. Mimi nikikwambia mara ya mwisho nimelala saa 5 usiku au saa 6 sikumbuki lini. Really? Yeah. Siku zote unalala miaka 7 kulala mimi kuanzia saa 9, saa 10, saa 9, saa 10. Hata likizo kwenda kutembelea familia uwezi. Wataka kwenda nyumbani mwezi wa 12 ndio muda ambao familia wengi wanakuwa off, wanakuwa na familia zao. Kwa hiyo unakosa muda wa kana familia. Mwezi wa 12 mfano, si muda ambao watu wanaenda lakini sisi kwenye entertainment mwezi wa 12 ndio mwezi wa biashara. You see. Kwa hiyo tupati muda wa kana familia. Kiwalisia, that's the biggest challenge ambayo nakutana nayo mimi. Mke wako labda anakuelewa. Okay, wazazi labda familia ya karibu inakuelewa. Ukiwaambia kuna zile gatherings za pamoja lakini unakuwa unashindwa kwenda, wanakuelewa? Wanafahamu kwa sababu naambia mimi wakati hii ninapumzika mimi ndo muda wangu wa biashara. Kwa hiyo siwezi kuacha biashara kwa ajili ya labda kama otherwise kuna dharura. Umewahi kuchukua likizo? Unajua hicho unachokisema nadhani ndio kitu ambacho sio sababu main, ila ni moja sababu inapelekea watu baadaye kuquit. Kwa Vanessa aliquit muziki. Siku tusije tukaamka tukaambiwa Ricky ameacha utangazaji. Yeah, unaweza kufika stage unachoka sana. Lakini wewe unaona Mwenyezi Mungu, hii ndio kazi ambayo tumechagua kufanya. Kila kazi na challenge yake. Hata kwenye kazi ulipo shingapi, sio utakutana na challenges ambazo kimsingi unatakiwa kuzovercome. You understand? Kwa hiyo that's the maisha yale. Okay. So guys, sijui video utaiona lini, ila hii ni siku ya Valentine. Nataka Ricky niambie Valentine wake ni nani? My son. Oh, nice. Nipe experience ya kuwa baba. Iko vipi? Kwanza unapunguza kujifikiria wewe. Unafikiria kuhusiana na mtu mwingine. Hiyo ndio faida ya kuwa baba. Yaani chochote tukifanya unatakiwa ujue kwamba kuna mtu nyuma anakuangalia kama baba. Of course kuna wazazi ni watu wazima. Ndugu ni watu wazima. Ila kuna mtoto ambaye alikuwa yupo zake wapi huko. Umemkurupua wewe na mtoto wako umemvuruga, umepata mtoto, si ndio? Kwa hiyo the act of being father unatoka kwenye kujifikiria wewe, selfishness inapungua, unamfikiria kile unachokifanya kwamba mtoto wangu ataathirika kwa kiasi gani ninachofanya, either negative or positive. Okay. Ricky, kuna kijana hapa na kuangalia kupitia YouTube yangu. Make sure you subscribe guys. Anataka kufanya kazi na Ricky Media. Anafanyaje? Kwenye nini sasa? Kuna vijana wengi mtaani ambao wanatamani kufanya kazi na Ricky. Yaani ni ndoto yao kufanya kazi. Unajua Ricky mesha kutafuta kuomba kazi kwako. Unakumbuka? Kujibu nini? I don't remember. Ila nishaye kukuomba kazi Ricky. Kweli? Kuna kijana kama mimi ambaye pia unamwambia kitu gani? Kwanza mimi ni mtu ambaye naabudu sana talent. Kuliko chochote talent kwanza, alafu vingine tunafundishana. So talent, time tunafanya kazi. Okay. Yeah, talent, time tunafanya kazi. Na unatuma mambo unatuma wapi? DM au? Siku hizi kuna njia nyingi za kutuma maombi. Unaweza kutuma kwenye email, ukatuma kwenye DM. Okay. Yote inawezekana. Okay. Naona vlogs ni nyingi sana na hapa tuko na Sarafina. Anyway, tumalize. Njombe na vlog vina. Tena sio Njombe, Makete. Makete. Singine nafanya hivi. Najua Ricky sana. Anyways, kitu cha mwisho waambie subscribers wangu ambacho labda unaweza wajue kutoka kwako.
Waendelee kusupport. Yes, ndio tunamalizia. Ndio maana unasema kwamba endelee kusupport. You are doing good. Unafanya vizuri, unaaminika na taasisi kubwa. Sasa hivi mtangazaji wa kike ambao anafanya vizuri upo. Thank you. Waendelee kusupport, kutia moyo. Angalia tu mapenzi asije kutoka kwenye reli ukaacha kazi unayofanya. Maana wanawake wanachaga kazi za ndoto zao kwa ajili ya wanaume zao. Mimi niko single uzuri. Unanishauri kitu gani pia? Uko single? Mimi niko single. I'm very happy. Nimekuwa single sasa hivi na miaka 24 mwaka huu na jitahidi utafute mwanaume. Kwa sababu utakuja kukurupuka muda utafuta mwanaume muda ambao is too late. Yani muandae mwanaume wako kuanzia miaka 24. Usije kutafuta mwanaume kwa pressure. Muandae mwanaume wako sasa hivi. Ili mpaka unafika miaka 26, 27 au 30 unaweza unakuwa mtu fulani ambaye umemjua vizuri, kwa hiyo unajua kabisa naenda kuwa kwenye ndoa na mtu wa aina gani. Amen. Mungu atanipea mwanaume mzuri. Haina shida. Okay, thank you. Salimia Alikiba na Tony 16.